Mungu awabariki sana. Unayeandika, andika nguvu ya Christmas. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya Christmas. Hapa nataka nifundishe kwa sababu kumekuwa na mambo mengi na maswali mengi mno kwa habari ya Christmas na wengi hawana majibu. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya Christmas. Maana ya Christmas inamaanisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tunapokumbuka kuzaliwa kwa Yesu, tunapaswa kuweka mbali mitazamo yetu ya kimwili. Swala la mwezi, siku, mwaka havina maana yoyote katika ufalme wa Mungu, katika habari ya kuzaliwa Yesu Kristo. Waandishi wa Biblia waliongozwa na Roho Mtakatifu kuandika Biblia, lakini Roho Mtakatifu hakutaja habari ya siku, mwaka wala mwezi aliozaliwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia yote ukisoma, Roho Mtakatifu hajataja habari ya siku, mwezi wala mwaka. Hivyo tunapaswa kutumia tarehe 25 mwezi wa 12 kukumbuka siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Ijulikane wazi kuwa hatuabudu hiyo tarehe wala siku, bali tunamwabudu Yesu Kristo. Haleluya. Kwa maana kumekuwa na maswali mengi, watu wamekuwa wakiwa na mambo mengi hawaelewi. Yesu alizaliwa mwezi wa 12. Kwa nini Christmas imekuwa mwezi wa 12? Kwa nini tarehe 25 ndio watu wanasherehekea? Mbona Biblia haijasema kuzaliwa kwa Yesu? Hapo nitakufundisha. Kwa hiyo hatuiabudu siku, hatuabudu mwezi, tunamwabudu Yesu Kristo. Na kwa sababu hiyo unatakiwa uelewe kitu kimoja. Haleluya. Aliye mwanzilishi wa hizo tarehe ni Yesu mwenyewe, ambaye ana uwezo wa kuchagua tarehe yoyote na kufanya jambo lolote bila kujadiliana na mtu yoyote. Kwa hiyo tarehe 25 hakuna mwanadamu ambaye aliichagua kwa akili za kibinadamu, isipokuwa ni Mungu aliichagua, kwa sababu Mungu siku zote ni za kwake, na Biblia inasema lolote mtakalopatana duniani ndilo litakavyokuwa na mbinguni, vivyo hivyo pia. Kwa hiyo hii tarehe ni Mungu mwenyewe, kwa sababu asingekuwa Mungu angeipinga hii tarehe, na tusingeweza kukaa na tusingeweza kufurahia na kusherehekea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Angalia Waebrania 10 mstari wa 25. Amina. Neno la Bwana linasema, neno la Bwana linasema, wala tusiache kukusanyika. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Kama ilivyo desturi ya wengine. Bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo. Kwa kadiri muonavyo siku. Ile kuwa inakaribia. Biblia inasema wala tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi. Na ndio maana unakuta Christmas watu wengi wanakusanyika, tunafanya ibada. Kwa mfano leo ni Alhamisi, ilikuwa sio siku ya ibada, lakini Biblia imesisitiza kwa msiache kukusanyika, kwa sababu ni siku inayotutaka tukusanyike, na ndio maana tuko hapa. Ingekuwa ni Alhamisi nyingine ya kawaida, wewe usingekuwepo kanisani. Yamkini ungekuwa na taratibu zingine, ungekuwa na mipango mingine, lakini tumetii kukusanyika kwa sababu Biblia inasema wala msiache kukusanyika, na ndio maana tumekusanyika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Nguvu ya Christmas katika maisha ya Mkristo. Hapa kuna aina ya nguvu 6. Nitaanza nguvu ya kwanza. Bwana pewe sifa. Haleluya. Nguvu ya Christmas katika maisha ya Mkristo. Nguvu ya kwanza ni kuwa na ukaribu na Mungu. Christmas inamweka Mkristo karibu na Mungu kwa kuadhimisha kuzaliwa kwa Kristo, kwa sababu Yesu Kristo alizaliwa ili watu wawe karibu na Mungu, wasiwe mbali, kwa sababu hapo kwanza watu walikuwa mbali kutokana na dhambi. Kwa nguvu ya Christmas ni kuwarudisha Wakristo karibu na Mungu. Kwa kabla hujasherekea na kufanya vitu vingine, lazima ukumbuke nguvu ya kwanza. Kwa nini Yesu alizaliwa? Ni kukufanya wewe uwe karibu na Mungu.
ni kukufanya wewe ujue thamani ambayo Mungu amekupa, ni kukufanya wewe uelewe namna Mungu anakupenda. Kwa nguvu ya kwanza ya Christmas ni kuwarudisha Wakristo kuwa karibu na nani? Na Mungu. Angalia Luka 2 mstari wa 10 mpaka ule wa 11. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Sema power. Power. Anasemaje? Luka 2 mstari wa 10. Luka 2 mstari wa 10 mpaka wa 11. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema. Malaika akamwambia. Malaika akamwambia. Msiogope. Rudia vizuri. Anasema malaika akawaambia. Malaika akawaambia. Msiogope. Msiogope. Kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema. Kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema. Ya furaha. Ya furaha. Furaha kuu itakayokuwa. Furaha kuu itakayokuwa. Kwa watu wote. Kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi. Maana leo katika mji wa Daudi. Amezaliwa. Amezaliwa. Kwa ajili yenu. Kwa ajili yenu. Mwokozi. Mwokozi. Ndiye Kristo Bwana. Ndiye Kristo Bwana. Rudia tena. Anasema malaika akawaambia. Malaika akawaambia. Hebu sema malaika akawaambia. Malaika akawaambia. Sema malaika akawaambia. Malaika akawaambia. Msiogope. Sema msiogope. Kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema. Biblia inasema kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema. Ya furaha kuu. Ya furaha kuu. Itakayokuwa kwa watu wote. Itakayokuwa kwa watu wote. Mstari wa 11. Mstari wa 11. Maana leo katika mji wa Daudi. Katika mji wa Daudi. Amezaliwa. Amezaliwa. Kwa ajili yenu. Kwa ajili yenu. Mwokozi. Mwokozi. Ndiye Kristo Bwana. Ndiyo Kristo Bwana. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Malaika akawaambia msiogope. Kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Mstari wa 10. Kwa jambo la kwanza Kristo amezaliwa ili watu wasiogope. Manake hapo mwanzo watu waliishi maisha ya kuogopa. Waliona kama Mungu amewatenga. Waliona kama kwa dhambi ile ya Adamu Mungu hayupo karibu na wao. Waliona kama Mungu amewalaani. Mungu anarudisha tena upendo wake kwamba hajamtupa mtu, hata sasa anamwazia yaliyo mema. Ndio maana Yesu alipozaliwa malaika wanakuja kwamba msiogope. Kwa hiyo hata leo umekuja kanisani, jambo la kwanza na mimi nakwambia usiogope. Kwa hiyo usisherekee kama watu wengine. Jambo la kwanza hofu itoke ndani ya moyo wako na ujasiri uingie. Uache kuogopa sasa. Mambo yatakayokuja, mambo yatakayokuzingira, usiogope. Amani iwe ndani ya moyo wako. Na ndio maana jambo hilo ni muhimu kulifahamu. Kwa sababu akawaambia msiogope. Lakini sababu ya kutokuogopa, anawaambia katika mji wa Bethlehem amezaliwa mtoto kwa ajili yenu. Yesu alizaliwa kwa ajili yangu mimi na wewe. Amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alizaliwa kwa ajili yangu mimi na wewe. Tukilijua hilo kwamba alizaliwa kwa ajili yetu, hakuna mahali tutakwama, hakuna mahali tutaacha kumshirikisha. Maana kama alizaliwa kwa ajili yetu, kuna mahali tulikuwa tunashindwa. Mungu anatarajia kuona tunaanza kuweza baada ya kuelewa Yesu alizaliwa kwa ajili yangu mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Mwambie jirani yako usiogope. Mwambie usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huo mstari wa 11 anasema, sema power. Sema power. Sema asante Yesu kwa upendo wako wa ajabu. Anasema maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Sema kwa ajili yangu. Kwa ajili yangu Yesu amezaliwa. Yesu amezaliwa. Haleluya. Nimesema hiyo ni nguvu ya ngapi? Ya kwanza kwa Mkristo. Nguvu ya pili, Yesu alikuja kuleta furaha na amani. Amina. Kuzaliwa kwa Kristo ilikuwa ni kuleta furaha na amani. Amani. Kwa kabla hujasherekea, kabla hujafanya mambo mengine yoyote, lazima uelewe kusudi la Yesu kuzaliwa. Kwa sababu pasipo kuelewa kusudi, utakuwa una tofauti na walevi walio nje. Ambao leo kuna wengine wana plani ya kukesha ba, wengine leo wanapeana magonjwa, wengine leo wanapeana mambo ya ajabu ajabu. Yaani kuna maagano mengi ambayo yanafanyika siku ya leo. Yaani ni watu shetani amewapindua, hawajui maana. Ukijua maana, utasherekea na utafurahia ukiwa unaimarishwa ulimwengu wako wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nguvu ya pili
kuzaliwa kwa Kristo ni kuleta furaha na amani. Christmas tunaizungumzia kama happy birthday ya kuzaliwa kwa Kristo. Imeleta furaha na amani kwa sababu inakumbusha upendo wa Mungu uliojitokeza kwa wanadamu. Haleluya. Hii siku inatukumbusha upendo wa Mungu uliojitokeza kwa kumwachilia Yesu azaliwe kwa ajili yangu mimi na wewe. Biblia inasema kwa ajili yetu. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mtoto anapozaliwa watu wanafurahi, wanachukia. Wanafurahi. Mtoto aliyezaliwa kwa ajili yako. Tuchukulie sasa mtoto wako ambaye amezaliwa kwa ajili yako. Sasa Yesu ni zaidi ya mtoto wako wa kimwili. Amezaliwa, lakini sio mtoto kama unavyochukulia kwa sura ya utoto. Yesu ni mtoto mkubwa. Alizaliwa akiwa mtu mzima. Yes. Bwana apewe sifa. Haleluya. Alizaliwa akiwa mtu mzima, na ndio maana kuzaliwa kwake tu kulikuwa na shida. Mahali amezaliwa waliuao watoto wengi sana, alikuwa na windwa. Kama angekuwa mtoto hana madhara, basi wasingemwinda. Maana Yesu tangu amezaliwa alianza kuwa na madhara kwa adui zetu. Kuanzia hapo ukombozi ulipatikana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sema power. Power. Angalia Wagalatia 4 ule mstari wa 4 mpaka wa 5. Wagalatia 4 ule mstari wa 4 mpaka wa 5. Galatia 4 mstari wa 4 mpaka wa 5. Amina. Ndio. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati. Mungu alimtuma mwanawe. Mungu alimtuma mwanawe. Ambaye amezaliwa na mwanamke. Ambaye amezaliwa na mwanamke. Amezaliwa chini ya sheria. Amezaliwa chini ya sheria. Mstari wa 5. Mstari wa 5. Kusudi awakomboe. Kusudi awakomboe. Hao walio chini ya sheria. Hao walio chini ya sheria. Ili sisi tupate. Ili sisi tupate. Kupokea hali ya kuwa wana. Kupokea hali ya kuwa wana. Haleluya. Amen. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, alimtuma mwanae ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa leo tunakumbuka namna ambavyo Mungu alifanya ulipowadia utimilifu wa wakati. Yesu alizaliwa na mwanamke ili atukomboe, lakini yeye anapozaliwa sisi tufanyike kuwa wana. Maanake tunapofanyika kuwa wana wa Mungu, Mungu anaanza kututetea, Mungu anaanza kutukomboa kwenye kila eneo. Kwa hiyo leo unatakiwa ujue kwamba nguvu ya pili, Mungu anataka kukufanya wewe kuwa mwana. Uwe mwana wa nani? Wa Mungu. Usiwe mtu wa hasira tena, usiwe mtu wa visasi tena, usiwe mtu wa malipizi tena. Maana leo upokee neema ya kufanyika mwana. Umwachie baba yako akupiganie kwenye kila eneo. Usiwe na vitu ambavyo unataka uvifanye wewe, no. Kwa kila jambo mkabidhi Mungu, kwa sababu hii ni ishara mojawapo, unakumbushwa ya kwamba wewe ni mwana wa nani? Wa Mungu. Mwambie jirani yako, wewe ni mwana. Hakuna unaloweza sipo baba yako. Mwambie leo tunakumbuka utimilifu wa wakati ulipofika. Yesu alikuja yeye awe juu yako, alafu wewe uwe mtoto wake. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu pasipo elimu huwezi ukaelewa. Unaweza ukatoka hapa bado una kisasi na watu. Unaweza ukatoka hapa bado una uchungu moyoni. Lakini leo ukijua kwamba kumbe lengo la Mungu, Yesu amezaliwa, cha kwanza nikomboe, lakini jambo lingine mimi niwe mwana. Maanake ninapokuwa mwana sitapigana, atanipigania. Sitahangaikia maisha, atanihangaikia. Sitajitetea, atanitetea. Maanake leo upokee neema, uwe mwana. Na mimi naomba nguvu za Mungu zikufunike. Amen, amen. Utoke katika hali ya ukubwa, urudi katika hali ya utoto. Alafu acha Mungu awe mkubwa kwenye maisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kukombolewa huku nakozungumzwa hapa ni kututoa katika hali ya kujitetea, ni kututoa katika hali ya kujisimamia, lakini anazungumza wazi ya kwamba anatufanya kuwa wana. Maanake leo unatakiwa uanze kumtumia Mungu kama baba yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ushuke kuwa mwana,
Mungu awe baba yako. Lakini jambo jingine unatakiwa ujue, umeshakombolewa tayari. Amina. Tunapokumbuka hapa, maanake kukombolewa ni mchakato endelevu. Kuna mtu amekombolewa jana tena amerudi nyuma. Sasa Mungu anatukumbusha tena kwamba pamoja na yote yaliyokupata bado wewe ni mtu uliyekombolewa. Kwa hiyo unatakiwa urudi tena eneo la ukombozi. Usikae eneo la hatari. Amina. Bwana apewe sifa. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Hiyo ni nguvu ya ngapi? Ya pili. Mwambie jirani, pokea neema ya kuwa mwana wa Mungu leo. Pokea neema ya kuwa mwana wa Mungu. Mwambie pokea neema ya kuwa mwana. Pokea neema ya kuwa. Na moyo wako ufanane na moyo wa mtoto. Moyo wako ufanane na moyo. Mwambie Mungu akiuona moyo wako, Mungu akiuona moyo, awe anaona moyo wa mtoto. awe anaona moyo Usio na hasira, usio na malipizi, usio na kisasi. Acha Bwana akusimamie. Acha Bwana akusimamie. Sema power. Amen. Power. Sema power. Power. Haleluya. Amen. Hiyo ni nguvu ya ngapi? Ya pili. Ya pili. Nguvu ya tatu ya Christmas. Yesu alikuja kutufundisha upendo na utoaji. Amina. Haleluya. Upendo na utoaji. Sasa Mungu asingetupenda, asingetoa. Yesu alikuja kuyafunua mapenzi ya Mungu katika ulimwengu, kutufundisha upendo na utoaji. Angalia waraka wa kwanza wa Yohana 4 ule mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 ule mstari wa 9. Amina. Ndio. Uzima kwa yeye. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hiyo nguvu ya tatu. Anasema katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu. Katika kuzaliwa Kristo, pendo la Mungu lilionekana kwetu. Lakini lengo la pendo hili kuonekana kwamba Mungu amemtuma mwanae wa pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa upendo wa Mungu umeonekana kwetu kwa kuzaliwa Kristo, na lengo la Kristo kuzaliwa sisi tupate uzima kwa yeye. Maana uzima wako wewe upo kwa Kristo. Utakapokumbuka kuzaliwa kwa Yesu, ukumbuke kuwa Mungu aliachilia uzima kupitia Kristo kwenye maisha yako. Kwa hata kama una hali ya kuumwa magonjwa, kusumbuliwa na hali yoyote, unatakiwa leo upokee huo uzima kwa jina la Yesu Kristo. Atupate uzima kwa yeye, sio hospitali, no. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uzima wa kiroho tupate kwa yeye. Maana Mungu alitupenda ili tuwe wazima. Mwambie jirani yako, tulipendwa ili tuwe wazima. Mwambie tulipendwa ili tuwe wazima. Uzima wa kiroho na kimwili. Ili tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Haleluya. Amen. Upendo wa Mungu umeonekana kwetu. Umeonekana kwa sababu gani? Kwa sababu ili tuwe na uzima katika yeye. Na ndio maana Biblia inasema amwaminie Kristo ana uzima wa milele, wala hatapotea, wala mauti haina nguvu juu yake. Kwa kuzaliwa kwa Yesu, ujue pia lengo la Mungu ni wewe upokee uzima. Amina. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu anaelewa? Kuna mtu anaelewa? Kabla hujasherekea sijui kwa mambo ya wali na vitu vingine, hivi ni ziada. Hili linaweza kuwa kitu bora kwenye maisha yako cha kukusaidia. Maana hata utakapoomba utamwambia Baba asante, kwa sababu kwa kuzaliwa Kristo leo tunakumbuka, na lengo la Kristo kuzaliwa, mimi nipokee uzima katika Yesu. Yesu, ninaomba uzima. Kwa imani utakuta hiyo hali imekujia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Haleluya. Amen. Sema power. Na ndio maana katika Luka hiyo 2 mstari wa 10 mpaka wa 11 tuliposoma, Biblia inasema alikuja kuleta furaha na amani. Huwezi kuwa na furaha kama unaumwa. Haleluya. Huwezi kuwa na amani kama sio mzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo furaha na amani iingie ndani, uwe mzima na Mungu akuponye. Endapo unaamini tendo hili lifanyike kwako hata saa hii. Endapo tu unaamini. Ukipata elimu, mashambulizi ya adui kwako yataondoka. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema power. Nataka nikimbizane na muda, ni watoe kwa wakati. Nguvu ya ngapi hiyo? Ya tatu. Nguvu ya ngapi? Ya tatu. Ya tatu. Nguvu ya 4. Yesu alizaliwa ili kuufunua uso wa Mungu. Haleluya. Yesu alizaliwa ili kuufunua uso.
Mwambie jirani yako, Yesu alizaliwa ili kuufunua uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na ndio maana mara nyingi Yesu alikuwa akifanya huduma, anasema si mimi ninayoyafanya, ni yale ninayoyaona Baba yangu anafanyaje? Anayafanya. Maana alikuja kuufunua uso wa Mungu. Matendo yote ambayo Yesu ameyafanya akiwa katika mwili, alikuwa anafunua uso wa nani? Wa Mungu juu ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Kwa alikuja kuufunua uso wa Mungu. Na ndio maana unatakiwa uelewe, uso wa Mungu unatambulikana katika upendo na huruma. Haleluya. Amen. Haleluya. Utambulisho wa uso wa Mungu, upendo, huruma. Upendo na huruma. Yohana 14 mstari wa 9. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Yohana 14 mstari wa 9. Amina. Ndio. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema. Yesu akamwambia. Mimi nimekuwapo nanyi. Nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue. Filipo. Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi. Wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Haleluya. Aliyeniona mimi amemwona Baba. Kwa Yesu tangu amezaliwa ni Mungu alikuja duniani. Aliyemwona Kristo amemwona Baba. Na aliyemwona Baba hanaga mashaka wala hana hofu. Kwa sababu Mungu kwetu ni nguvu. Mungu kwetu ni kimbilio. Anasema mimi nimekuwepo nanyi siku zote. Inawezekana hata wewe leo haumuoni, lakini yuko pamoja na wewe. Mungu akufungue macho uanze kuona Yesu yuko pamoja na wewe. Anasema nimekuwa pamoja nanyi siku zote, lakini wewe hukuniona. Inawezekana umekaa hapa lakini bado huoni kuwa Yesu yuko pamoja na wewe. Macho yako ya kiroho Mungu yafungue, kwa sababu ukijua kuwa uko na Yesu utajua kuwa una Baba. Na ukijua kuwa una Baba hautakuwa na mashaka. Ukijua kuwa una Baba hautaogopa. Na ndio maana yoyote aliye na Kristo, swala la uoga kwake halina nafasi. Amina. Mwambie jirani yako uko na Baba. Mwambie Yesu ni baba yako. Mwambie Yesu ni baba yako. Usiogope, kwa sababu Baba ni ujasiri. Amina. Haleluya. Amen. Wangapi wanaelewa hicho? Amina. Wangapi wanaelewa? Amina. Na Mungu awape neema. Usijione uko peke yako. Lakini unaweza ukaulizwa leo uko mtaani, kwamba umetoka wapi kanisani? Mlikuwa kufanyaje kusali? Mbona sio siku ya ibada? Yesu amezaliwa. Watakuuliza mama yake alichukua mimba mwezi wa ngapi? Ndio maana nimeanza ile mwanzoni kukufundisha. Watakuchanganya. Wakristo wengi wamejichanganya. Ilikuwa ni mwezi wa 3. Unafikiri Mungu ana hekima sana. Mungu ana hekima sana. Kwa sababu anasema hivi, alikuja ili wenye akili wasiwe na akili na wajinga wawe na akili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukileta mambo ya sayansi, huwezi kwenda sawa na Mungu ulimwengu wa roho. Ndio. Unaweza kaulizwa kwamba Yesu aliyekwambia Yesu alizaliwa tarehe 25, tufungulie maandiko. Wako wapagani watakupiga. Alafu unao utasema ila kweli Bwana. Biblia imesema msiache kukusanyika. Unachotakiwa kuwajibu ni hiki, ya kwamba Yesu ndiye mwenye siku. Anaweza kutumia siku yoyote. Kama anavyoamuru uwe msiba, kama anavyoamuru iwe sherehe, ndivyo alivyoamuru leo iwe Christmas. Kwa sisi tumekaa kwenye agano, kwenye patano, kwa sababu Biblia imesema msiache kukusanyika kama ilivyo desturi. Na hii ndio desturi yetu, tarehe 25 mwezi wa 12 sisi tunakumbuka kuzaliwa kwa Yesu. Hapo utakuwa umewapiga swali, utawajibu na watakuwa kimya. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa umepata ufahamu. Wangapi mmeulizwa Yesu alizaliwa? Nani amewadanganya kwamba Yesu alizaliwa? Nyie mnaabudu sanamu. Nani amewaambia mwezi wa 12? No. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwanza haina uhusiano. Ni kama unavyoamua kufunga na kufungua, ndivyo ambavyo hii siku imepata kibali. Mungu asingeacha maelfu ya watu. Mpaka leo nchi za nje wapi wanasherehekea hii kitu. Manake ni swala la Roho Mtakatifu. Lisingefunguliwa na Roho Mtakatifu, lingekuwa na upinzani. Lakini sijaona upinzani wa tarehe 25 mwezi wa 12 miaka yote. Manake ni swala la Mungu. Bwana asifiwe. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Haleluya. Amina. Lakini tunaingia nguvu ya ngapi? Ya 4. Nguvu ya ngapi ya Christmas? 5. Ya 5. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya 5, Yesu alizaliwa ili kutuonyesha njia ya uzima. Yesu alizaliwa ili kutuonyesha njia ya uzima. Yohana 10 mstari wa 10.
Haleluya. Kwa tangu Kristo amezaliwa, njia ya uzima ilionekana. Bwana apewe sifa. Amen. Anasemaje Yohana 10:10? Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa Yesu alikuja alipozaliwa hiyo miezi 9 kutoka tumboni mwa mwanamke, alikuja ili tuwe na uzima. Lakini angalia matamanio yake, tusiwe tu na uzima, tuwe nao tele. Maana tupokee uzima wa kuzidi. Yaani kwenye kila eneo uwe na amani, uwe na furaha, uwe mshindi. Kwenye kila kiungo ulimwengu wako wa mwili na wa roho, tuwe na uzima tele. Ndio lengo la Yesu Kristo kuzaliwa. Mimi nalikuja. Maana shetani anakuja ili kuvunja, kuharibu, kuchinja na kuua. Yeye anajitambulisha kwamba mimi nalikuja ili wawe na uzima, na sio uzima tu, wawe na uzima tele. Kwa unatakiwa uelewe Yesu kuzaliwa, lengo la Mungu ni wewe uwe na uzima tele. Wapi pana kuuma? Unaweza ukashika kwa imani kwamba Yesu kuzaliwa kwake ni mimi niwe na uzima tele. Yaani uwe na uzima hata wa kuzidi. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa naongea na wapendwa ambao bado wanawaza pilau. Hapa hili neno lengo lake ni kuwasaulisha. Usiwaze tena kuku. Hiki ni bora hata kuliko chakula. Amen. Ni afadhali ukala hiki, manake Yesu anasema msihangaikie chakula ambacho kinaharibika. Chakula kisichoharibika ni neno la nani? La Mungu. Na nikuja ili wawe na uzima, tena wawe na uzima tele. Mimi nilitegemea hapo utamshangilia Mungu kwa sababu Yesu Kristo alikuja ili uwe na uzima, na sio uzima tu, uwe na uzima tele. Kwa hata kama unaomba leo, unamwambia Bwana, ninaomba unisamehe, sikujua kuzaliwa kwa Kristo ya kwamba natakiwa niwe na uzima, lakini niwe na uzima tele. Ninaomba neema yako inifunike, nipokee uzima wa kuzidi, nisiwe na magonjwa mwaka huu unapoisha, hata mwaka unapoanza, niwe na uzima tele. Nivuke tena 26, nivuke 27 na miaka yote 120 ya Biblia ambao umeniwekea, niwe na uzima tele. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Hii ni nguvu ya happy birthday, nguvu ya Christmas. Yesu kuzaliwa ni nguvu ya muhimu ambayo unatakiwa uijue. Ni misingi ya muhimu ambayo itakusaidia. Alikuja ili uwe na uzima. Lakini sio uzima tu. Maana hapa Kristo hafurahi watu kufa mapema. Hafurahi watu kupotea. Wawe na uzima tele. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako uwe na uzima tele. Uwe na uzima tele. Uwe na uzima tele. Uwe na uzima tele. Hebu mtabirie hata kama amekaa, kama ameingia na magongo, kama hajakaa sawa. Mwambie uwe na uzima tele. Uwe na uzima tele. Tikise mwambie uwe na uzima tele. Mwambie sio uzima tu. Sio uzima tu. Uwe na uzima tele. Ndio kusudi na nguvu ya tano ya Yesu kuzaliwa. Ya Yesu Kristo. Amina. Haleluya. Amen. Sema power. Haleluya. Kwa Yesu hii nguzo ya tano amekuja kutuonyesha njia ya uzima. Kwa hiyo Yesu ni njia yako ya uzima, na sio uzima tu, uwe na uzima tele. Na mimi naamini ndivyo ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Sema power. Sema power. Tunaingia nguvu ya ngapi? Ya Christmas. Nguvu ya 6. Nguvu ya 6 ya Christmas. Yesu alizaliwa ili kuleta ufalme wa Mungu duniani. Amina. Nguvu ya 6 ya Christmas. Yesu alizaliwa ili kuleta ufalme wa Mungu duniani. Kwa nini alizaliwa kuleta ufalme wa Mungu? Alikuja kuukimbiza ufalme wa giza kwenye maisha ya wana wa Mungu. Kwa sababu kabla ya ufalme wa Mungu kuja, watu walitawaliwa na nguvu ya ufalme wa giza. Laana, magonjwa, shida, mauti. Kwa Yesu alipokuja, alikuja ili kuleta ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unapokuja, unakuja na maisha mazuri ya mtu. Unakuja na unafuu, unakuja na kutetewa kwa mtu, unakuja na kuatamiwa na wingu la Mungu. Kwa hiyo alikuja ili kuleta ufalme wa Mungu duniani. Kuzaliwa kwa Yesu ni ujio wa ufalme wa Mungu kwenye maisha yako. Amina. Haleluya. Amen. Kuzaliwa kwa Yesu ni ujio wa ufalme wa Mungu kwenye maisha
yako. Maanake kutoka hapo hutakiwi tena kuamini kwamba ufalme wa giza una nguvu juu yako. Unatakiwa kuamini kwamba ufalme wa Mungu ndio una nguvu. Na ndio maana Yesu anawafundisha wanafunzi ya kwamba semeni hivi, ufalme wako uje. Pale tayari ufalme ulikuwa umeshakuja. Wanapoomba Yesu ni ufalme, pale walikuwa tayari na ufalme. Unaweza ukawa hapa na usijue kuwa una ufalme tayari. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa Mungu uje juu yako. Maanake hizi laana za familia, mikosi na baraa, sijui madhabahu za ukoo hazina nguvu. Ufalme wa Mungu unapokuja kwako, utatoka kwenye kila mitego, utatoka kwenye kila laana, utatoka kwenye kila mikosi, utatoka kwenye kila eneo, kwa sababu ufalme wa Mungu unapokuja juu yako, maanake mizimu inakimbia, wachawi wanakimbia, roho zinakuachia za giza, alafu Roho wa Bwana anaanza kukuatamia, anaanza kukuongoza. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo. Ufalme wa Mungu uje juu yako, maana kuzaliwa kwa Kristo ni ufalme wa Mungu kuja. Kwa ishu sio tarehe 25. Ishu unayotakiwa uelewe ni kukumbuka kwamba Yesu, napokumbuka kuzaliwa kwa Yesu, nakumbuka ufalme wa Mungu ulikuja juu yangu. Ufalme wa Mungu ulipokuja juu yangu, mimi siko chini ya maonezi, siko chini ya laana, siko chini ya mikosi, siko chini ya baraa, siko chini ya mauti, natembea na baraka. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ufalme wa Mungu umeshakuja juu yako. Kitendo cha kukumbuka Yesu kuzaliwa, unakumbuka ufalme uliokuja juu yako. Acha kukumbuka ufalme wa giza, anza kukumbuka ufalme wa Mungu ambao ulifunuliwa kwetu kwa kuzaliwa kwa Kristo. Kristo alipozaliwa, ndio maana dunia ilitetemeka, habari zake zikaenea. Hakukuwa na TV, hakukuwa na redio, lakini habari zilienea. Aliwindwa auawe, wakamkosa ili akupate wewe, na kufa kwake na kufufuka ameshakupata. Lazima ufufuke kwenye kila eneo kwa jina la Yesu Kristo. Ufalme wa Mungu uko juu yako. Ndio kazi kubwa ya Kristo, kuzaliwa. Amen. Haleluya. Wewe hutakiwi tena kuamini katika ufalme wa giza. Hutakiwi tena kuwa na mashaka. Hutakiwi tena kuwa na hofu ya kwamba itakuwaje. No, yoyote aliyefunikwa na ufalme wa Mungu yuko salama maisha yake yote, na Yesu Kristo amekuja kuufunua ufalme. Lakini sio tu kuufunua, alizaliwa ili aulete kwako. Na ndio maana kutoka hapo Biblia inasema yeye ni mshauri wa ajabu. Ule ushauri wa mbinguni ndio umekuja juu yako baada ya kuzaliwa Yesu. Inasema Biblia ana nguvu na uweza. Ule uweza wa mbinguni ndio umekuja juu yako. Maana hakuna uweza mwingine wa adui unaotakiwa uwe juu yako. Na juu yako Roho Bwana akufunike ndani ya kuongoze kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sema power. Sema power. Kwa ukielewa ya kwamba nakumbuka kuzaliwa kwa Yesu, manake nakumbuka haki zangu za msingi. Amina. Haleluya. Nakumbuka wapi natakiwa niwe na wapi sitakiwi kuwa. Ninapokumbuka kuzaliwa kwa Yesu, manake nakumbuka ya kwamba mimi sio mtu wa kuonewa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Kwa nini tunawakumbusha kila mwezi wa 12? Tunawakumbusha kwa sababu inawezekana mwaka mzima kuanzia mwezi wa kwanza umetembea kwenye mikosi. Wewe umeona tu ufalme wa giza ukikufunika. Kwa nini mwezi wa 12? Mimi nafikiri hata waliobuni hii siku na tarehe walikuwa na hekima kubwa sana ya kimungu. Tumekuwa hapa tarehe 25 kwa sababu hizi siku zilizobaki kuingia mwaka 2026, unapoingia 26, uingie ukijua ufalme wa Mungu ndio uko juu yako. Uingie ukijua sio mtu wa kufeli. Uingie ukijua ya kwamba mimi siko chini ya laana, siko chini ya madhabahu. Hata watu wakisema umelaaniwa, unakumbushwa kwamba wewe umebarikiwa. Yesu hakuzaliwa ili watu waendelee kulaaniwa. Anasema alizaliwa kwa ajili ya watu wote, kwa ajili yangu mimi na wewe. Lengo la kuzaliwa ni ufalme wa Mungu uje juu yako. Haleluya. Unajua watu wamebaki pale pale kwa sababu ya mtazamo. Yaani ukishajiona kwamba familia yetu ni wachawi, sisi ndio tulivyo, utakuwa hivyo hivyo. Ndio maana umekuja hapa leo, mimi nakutofautisha kwamba pamoja na familia yenu ni wachawi, hiyo ni familia yenu, wewe ni familia ya Yesu. Haviingiliani. Bwana Yesu asifiwe. Utafanikiwa kwa vile unavyoona kuwa nimefanikiwa. Ufalme ukiwa juu yako, Bwana akiwa upande wetu, nani atakaye kuwa juu yetu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo badilisha mtazamo. Bwana apewe sifa. Isiwe tu katika kufurahi na watu wengine. Natamani sana furaha iwe ndani yako, ile furaha binafsi ya kwamba sasa ufalme wa Mungu umekuja juu yangu. Kumbe Yesu alizaliwa kwa sababu kujua ndio ushindi.
ulimwengu wa roho. Unapojua tu umeshinda. Yaani kama hivi nakufundisha unaelewa. Ndio maana nakufunulia maandiko mengi ambayo yanahusu Yesu kuzaliwa. Kwa nini alizaliwa? Yesu hakuzaliwa tu aje tu akae hapa alafu aondoke. Ilikuwa ni mission maalum. Tangu amezaliwa ukombozi ulianza. Tangu amezaliwa shetani alitetemeka. Tangu amezaliwa Mungu akawa amekuja duniani. Na ndio maana alizaliwa kwenye hori na ng'ombe, mahali ambapo hapana utukufu, hapana heshima. Alikuja kupafanya pawe na utukufu. Ndio maana leo anasema mwili wako ni hekalu. Wewe ambaye huna heshima, huna kwa watu, ueleweki, huna kibali, huna chochote, anapozaliwa ndani yako leo utakuwa mtu wa heshima, utakuwa mtu wa baraka nyingi kwa watu, utakuwa mtu wa kuinua watu. Pokea hiyo neema. Hata kama hali yako ni kama zizi la ng'ombe, huyu mwanaume amezaliwa ndani yako na anakufanya tena kuwa mwanapunda kwa sababu amekupanda, yuko ndani yako. Watakutandikia tu kapeti, utapita juu ya kapeti. Wanapomwimbia Yesu watasema na shuhuda zake kupitia wewe. Haleluya. Uelewe kwa nini Kristo amezaliwa. Yaani mimi mwenzenu naposoma maandiko huwa siyachukulii kama ni watu walibuni, nachukulia kama ni roho inaingia ndani yangu. Ndio maana Yeremia anasema maandiko yako nilipoyaona nikayala, nilipoyala nikajisikia nguvu, nikainuka. Kwa lazima na wewe haya maandiko uyale yaingie ndani ya kwamba kumbe Yesu alizaliwa kwa ajili ya hii, kumbe Yesu alizaliwa ili ufalme uwe juu yangu. Hapana. Kwa hata wanaposema kwenye vikao vya ukoo ili tufanye maagano ili tuwe salama, wewe utasema salama yangu ni Yesu, kwa sababu Mungu hajakuacha na ufalme uko juu yako. Sema power. Sema power. Sema power. Sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Asingesema utafuteni kwanza ufalme. Kwa nini anasema utafuteni? Maana yake hauko mbali, upo na wewe, lakini kwa sababu adui amekupiga upofu, haujui kwa ufalme uko karibu yako. Mungu hawezi kuambia utafute kitu ambacho kiko mbali. Ufalme tayari uko juu yako, ila kwa uongo wa shetani watu wengi wanaona kama ufalme wa Mungu hauwezi kuwa kwetu. No, hata sasa upo. Anaposema utafute, maana yake amini, hauko mbali. Na hata sasa ukiamini umeupata huo ufalme. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Sema power. Ni nguvu ya ngapi ya Christmas? Ya sita. Nguvu ya ngapi? Ya sita. Ya sita. Okay. Kwenye hiyo nguvu ya sita tuangalie Marko. Marko 1:14 mpaka 15. Natamani uelewe kwa kina sana. Inawezekana Christmas nyingi umezisherehekea, lakini hujui kwamba ina maana gani kwenye maisha yako. Christmas isiyokuwa na uelewa haina maana kwako. Kuzaliwa kwa Yesu usipoelewa kwa nini alizaliwa kwa ajili yako, hakuna faida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Anasemaje Marko? Marko 1:14 na 15. 15. Ndio. Neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani. Yesu akaenda Galilaya. Yesu akaenda Galilaya. Akihubiri habari njema. Akihubiri habari njema. Ya Mungu. Ya Mungu. Mstari wa 15. Akisema. Wakati umetimia. Wakati umetimia. Na ufalme wa Mungu umekaribia. Na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni. Tubuni. Na kuamini Injili. Na kuamini Injili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo nguvu ya sita lazima uelewe. Wakati wa Bwana umetimia. Mwambie jirani yako wakati wa Bwana umetimia. Kwenye maisha yako. Sasa wakati wa Bwana ukitimia, mtu abaki pale pale. Kwa hiyo unatakiwa uelewe ya kwamba wakati wa Bwana umefanyaje? Umetimia. Lakini anaposema tubuni, maana yake mtubu kwa namna ambavyo mmesherekea siku nyingi na miaka iliyopita Christmas. Yamkini hamkuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu wakati wa Bwana umetimia, anza kutembea kwenye mapenzi yake. Amen, amen. Anza kutembea kwenye mapenzi yake. Amen. Bwana apewe sifa. Na mimi naomba leo wakati wa Bwana utimie juu yako. Amen. Wakati wa Bwana utimie juu yako. Anza kutembea kwenye mapenzi yake. Kama ulikuwaga ufanye vitu fulani vya kimungu, anza sasa kufanya vitu vya kimungu, kwa sababu wakati wa Bwana umetimia. Hakuna wakati tena utakaotimia. Amina. Haleluya. Tunakumbuka kwa sababu watu wanajisahau. Kwa hii ni Mungu anataka kukurejesha kwenye nafasi. Amina. Bwana apewe sifa. Amina. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Hiyo ni nguvu ya ngapi? Ya sita. Nguvu ya ngapi? Ya sita. Ya sita. Tunaingia nguvu ya 7 ya Christmas. Nguvu ya 7 ya Christmas. Yesu alizaliwa ili kuleta amani. Haleluya. Alizaliwa ili kuleta amani.
Bwana apewe sifa. Amina. Haleluya. Amen. Hakuna Yesu hakuna amani. Hakuna amani hakuna Yesu. Hivi vitu vinaambatana. Kwa alizaliwa ili kuleta amani. Manake kabla ya Kristo kuzaliwa hapo nyuma hapakuwa na nini? Hapakuwa na amani. Watu walikuwa hata wakitenda dhambi wanaenda kutoa sadaka. Kwanza kuingia kuiona madhabahu hivi ilikuwa ni issue. Ukisoma maandiko paliitwa patakatifu pa patakatifu. Kwa ili mpate amani ilikuwa lazima uione madhabahu. Na zamani ilikuwa anaingia kuhani, sio wewe. Yaani wewe unakuja unaniambia mimi pale nje nimetenda dhambi, alafu mimi ndo naingia mpaka nifike pale mbele nikuombe. Lakini sadaka zilikuwa zinatolewa. Mtu anachinja ng'ombe, anachinja mbuzi. Damu zilimwagwa kila siku kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa Yesu alipozaliwa alikuja kurahisisha watu kumfikia Mungu. Kusiwe na matabaka. Ndio maana leo hata wewe una uhuru wa kumwomba Mungu na akakujibu ukiwa nyumbani. Lakini Mungu alijua watoto wangu kitu pekee ambacho ni muhimu kwao ili wafanye ibada ni amani. Amani. Kwa Yesu ni amani. Amen. Alizaliwa ili kuleta kwa sababu yeye mwenyewe ni amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ni mkuu wa amani. Na kuzaliwa kwake kulileta amani kati ya Mungu na wanadamu. Yesu ni mkuu wa amani. Kuzaliwa kwake kulileta amani kati ya Mungu na wanadamu. Ukumbuke hapo kwanza kabla Kristo hajazaliwa, Adamu alipomwona Mungu anaingia katika bustani alifanyaje? Alikimbia. Kwa nini alikimbia? Kwa sababu amani ilikuwa imepotea kati ya Mungu na wanadamu. Kwa hiyo Mungu akaona itakuwaje wanadamu ili wanikaribie. Kwa alichokifanya alimtoa Yesu Kristo ili awe kiunganishi, awe daraja la watu kumwendea Mungu. Kwa sababu huwezi kumtumikia Mungu kama huna amani. Huwezi kuomba vizuri kama huna amani. Na ndio maana kitu pekee ambacho shetani anawinda kwenye maisha ya Wakristo wengi ni amani. Bwana apewe sifa. Atagharamia gharama ya kila namna ili apige nini? Amani. Sasa Yesu alizaliwa ili kutuletea amani itakayotupatanisha sisi na Mungu. Ndio maana Yesu ni upatanisho baina yetu sisi na Mungu. Angalia Luka 2 mstari wa 14. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wangapi wanaelewa? Amen. Wangapi wanaelewa? Amina. Mungu awabariki. Anasemaje Luka 2:14? Neno la Bwana linasema, atukuzwe Mungu juu mbinguni. Atukuzwe Mungu juu mbinguni. Na duniani iwe amani. Na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Bwana apewe sifa. Amina. Atukuzwe Mungu juu wapi? Mbinguni. Kwa amani inafanya kazi duniani. Inafanya kazi kwa watu gani? Kwa watu waliowaridhia. Watu waliowaridhia ni wewe. Dalili mojawapo kuwa Mungu amekuridhia kutoka nyumbani kuja hapa, umeridhiwa na Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwako iwe amani, na mimi nakuombea kwa siku ya leo na siku zijazo. Kwako iwe amani. Amani ambayo Bwana anaiachilia kwako leo, itunze, uithamini kuliko kitu chochote. Amina. Mungu anatukuzwa wapi? Mbinguni. Duniani iwe amani. Amani. Hebu shika kifua chako. Sema duniani iwe amani. Sema niko duniani. Niko duniani. Moyoni mwangu iwe amani. Kwa jina la Yesu. Utukufu kwa Bwana Yesu. Kwa Bwana Yesu. Asante Yesu kwa sababu ujio wako ni amani yangu. Amina. Pigia Yesu makofi. Amina, amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Oh, wangapi wanaelewa? Tulikuwa nguvu ya ngapi ya Christmas? Ya 7. Niwaongezea ya mwisho ya 8. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nguvu ya 8 ya Christmas. Nguvu ya 8 ya Christmas. Yesu alizaliwa ili kutimiza ahadi za Mungu. Kuzaliwa kwa Yesu kulitimiza ahadi za Mungu kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Alizaliwa ili kutimiza ahadi za nani? Kuna mambo mengi ambayo Mungu alikuwa amemwaahidi mwanadamu, ambayo shetani alifanya hila nyingi katika bustani ya Eden. Sasa Yesu alizaliwa ili zile ahadi ambazo shetani alijua hazitawezekana kwa watu hawa, Yesu alizaliwa ili zije zitimie hizo ahadi. Amen. Naamini hapo kila mtu Mungu kuna namna amekuahidi. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu Mungu kuna namna amekuahidi. Na ukitaka kujua Mungu amekuahidi, angalia matumaini ulionayo. Pamoja na mambo yote lakini una matumaini ya kwamba Bwana atafanya.
ndani yako kuna ahadi. Kwa hiyo Yesu alizaliwa ili kutimiza ahadi za Mungu kwa wanadamu. Na ndio maana kama leo ni tarehe 25, mimi naomba neema ya Mungu iwafunike zile ahadi ambazo Bwana amewaahidia akazitimize, kwa sababu tunakumbuka na tunarudi nyuma na tunaamini ya kwamba Mungu sio Mungu. Yesu alizaliwa ili kutimiza ahadi. Ni mambo gani ambayo Bwana amekuahidi? Neema ya Mungu iwe juu yako na Mungu akayatimiza hayo mambo kwa wakati, katika jina la Yesu. Lolote ambalo Bwana amekuahidi lisipite, lisikupite. Ninatamka lisikupite, iwe kwa watoto wako, iwe juu yako wewe mwenyewe. Hayupo atendi kwako. Huu ni wakati na kukumbusha ya kwamba ahadi za Mungu haziko mbali na Yesu anaenda kuzitimiza. Na usiangalie nini kinatokea, angalia ambacho Mungu anaenda kukileta kupitia kuzaliwa kwa Kristo. Ahadi za Mungu za wewe kujenga kwenda viwango vingine, kuwa muombaji mzuri, kuwa mtu wa kusaidia watu, hizo ahadi za Mungu zitimie juu yako. Pokea hiyo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, haleluya. Alizaliwa ili kutimiza ahadi za Mungu. Kwa amekuja kuvuta, ni daraja la kupitisha ahadi za nani? Za Mungu. Mwambie jirani yako usiogope. Mwambie hata usikate tamaa. Hata usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie ahadi zako zitatimia, kwa sababu uko na Mungu, haujapotea. Amen. Sema Bwana. Sasa hapa ninaamini baadhi ya wawili watatu au wote, hata sasa hivi ukiulizwa maana ya Christmas unaweza kuwa na majibu.